Yanga noma, Yanga wamepania haswa. Pengine hayo ni baadhi ya maneno unaweza kuyatumia kutokana na taarifa kwamba kati ya wachezaji ambao wametambulishwa hivi sasa kwenye klabu mbalimbali kwa ajili ya ligi kuu Tanzania bara msimu 2026-27, basi miongoni mwa wachezaji hao, mchezaji ghali zaidi, ghali kuliko wote, ni Sheikh Ibrahima, mchezaji wa Ufaransa ambaye ana asili ya Senegal, aliyetambulishwa na Yanga kama miongoni mwa wachezaji wao kwa msimu 2026-2027. Huyu Sheikh Ibrahima Toure, urefu wake ni futi 6 na inchi 2. Amejengeka haswa kama mwanavyo. Huyu anatoka katika ligi ya Championship kule nchini Saudi Arabia, ambako alikuwa anachezea klabu ya Al Jabalain, akiwa anafanya vizuri sana. Anafunga sana mabao, anatoa assist, pass saidizi za mabao. Kiasi ya kwamba baada ya msimu kumalizika, waliokuwa wakimhitaji ni wengi, lakini mwisho wa siku ni Yanga ndio waliofanikiwa kumpata na wameshamtambulisha, na sasa ni kusubiriwa kuanza kwa michuano rasmi ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB, ligi ya mabingwa barani Afrika ambako Yanga wanakwenda kushiriki kwa mara nyingine tena, na michuano mingine mbalimbali ikiwemo ya kombe la muungano. Matarajio ni kuona Sheikh Ibrahima Toure akionyesha makali yake, akionyesha sababu ni kwa nini Yanga wakawekeza fedha nyingi ili kumpata, na kwamba kile alichokionyesha Saudi Arabia katika msimu uliomalizika wa Championship kule Saudi Arabia, basi akihamishie Yanga, na akifanya hivyo Yanga watafurahi, mashabiki wao watafurahi, wafuatiliaji wa mpira wa miguu nchini watafurahi, na hasa wale wazalendo kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu Toure ni mkali katika kufunga mabao ya gula kulia, gula kushoto, kichwa. Lakini anaweza asifunge, anatoa assist. Lakini anaweza asifunge, anaweza asitoe assist, anatoa fursa kwa wenzake kufunga, kwa sababu umbile lake kubwa, urefu wa kutosha, huwavuruga walinzi wa timu pinzani, na matokeo yake wakati mwingine hujikuta zaidi ya beki mmoja wakihangaika naye, na hivyo kutoa fursa kwa wengine. Kwa lugha nyingine, akina Alan Okello, akina Albert Kangwanda, Hussein Zakuani, Maxim Piazengeli, Mudathia Abbas na wachezaji wengine wa Yanga wanaoshiriki katika kuongeza idadi ya wale wanaokwenda kushambulia, kupiga pressure, kuweka shinikizo la kutaka kufunga, watakuwa na fursa kubwa za kuweza kufunga endapo Sheikh Ibrahima Toure atahamishie kile ambacho amekuwa kikionyesha katika klabu mbalimbali ikiwemo Al Jabalain aliyotoka kuichezea kwenye msimu uliomalizika kwenye Championship kule Saudi Arabia, akakihamishia kama kilivyo Yanga au akaongeza zaidi. Lakini pia kumbuka, anakwenda kucheza akiwa na Peter Shalulile. Sasa iko hivi, sio Peter Shalulile wa Yanga wala sio mchezaji mwingine yoyote katika ligi kuu Tanzania bara miongoni mwa wale waliotambulishwa ambaye thamani yake inatajwa kufikia hii ya Sheikh Ibrahima Toure. Taarifa zinaeleza kwamba Yanga imewagharimu takriban dola za Kimarekani milioni 1.5. Msisitizo, taarifa hizi ni kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika na sio taarifa rasmi kutoka Yanga, kutoka kwa mchezaji mwenyewe wala popote pale. Ni kutoka vyanzo vya uhakika. Hivyo vyanzo vinaeleza kwamba dola milioni 1.5 ndizo ambazo Yanga kwa ujumla wake zimewagharimu kumpata huyu mchezaji. Ndiyo, jumla tunamaanisha kila kitu, kwa maana signing on fees na vigharama vingine katika kumpata. Sasa hakuna mchezaji anayefikia thamani hii miongoni mwa wale waliosajiliwa wala wale waliopo katika kupatikana kwao. Sasa ni kwa nini kiasi hiki kikubwa cha fedha? Dola moja ya Kimarekani leo hii ilikuwa ukienda kununua kwa maelekezo ya Benki Kuu ya Tanzania, ambao ndio custodian, ndio yenye dhamana ya kupanga thamani ya fedha kwa mujibu wa fedha ya Tanzania kwa fedha nyingine za mataifa mengine. Dola moja ya Kimarekani leo hii ni shilingi za Kitanzania 2657 na senti 95. Sasa kwa dola milioni 1.5, maana yake hapa tunazungumzia shilingi za Kitanzania bilioni 3 milioni 986 na laki 9,025. Hakika ni fedha nyingi haswa ambazo kama ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level unazitia mkononi kwa mfano, halafu unaamua kununua gari aina ya Noah zile za zamani ambazo sokoni ndizo zenye gharama kubwa zaidi, almaarufu kama Noah Nguruwe, Noah Manguruwe, zile za zamani zenyewe katika maduka mbalimbali ya kuuzia magari kwenye showroom mbalimbali jijini Dar es Salaam zinapatikana kati ya shilingi milioni 30 mpaka milioni 32. Chukulia kwamba unakwenda kununua za milioni 32. Sasa kwa kiasi hiki cha fedha bilioni 3 milioni 986
925,000. Maana yake kwa Noah zinazouzwa kwa milioni 32, hizi Noah nguruwe, sio Noah Vox, hapana, nazungumzia Noah nguruwe za zamani ambazo ndizo ghali zaidi, utapata Noah 125 na change itabaki katika fedha hizo. Hivyo unaweza kaona ni kiasi kikubwa kiasi gani cha fedha ambacho kimetumika katika kumpata huyu mwamba Sheikh Ibrahima Toure. Na ni kwa sababu gani? Kubwa ni kwamba hii ni ishara Yanga wako vizuri kiuchumi, wakiungwa mkono na wadau wao mbalimbali wakiwemo GSM katika kufanya usajili kama huu ambao lengo lake ni kupata kikosi kilicho bora, kupata kile ambacho kwenye mipango kazi ya kocha Mangoba Mngiti inakwenda kutimia. Ndiyo, tunatambua kuna kina Shalulile, kuna Kangwanda na wengineo, lakini aliyegharimu Yanga fedha nyingi zaidi, vyanzo vinaeleza, ni huyu mwamba ambaye kwenye msimu uliomalizika Championship kule Saudi Arabia alicheza mechi 34. Mwamba akapiga mashuti 82. 19 akawa kamba, lakini pia akatoa assist 5 akichangia mabao 24 katika timu yake Al Jabalain ambayo mpaka msimu unamalizika ilifunga mabao 59. Kwa lugha nyingine, alikuwa na mchango mkubwa wa mabao kwa klabu yake ya Al Jabalain. Na mabao hayo 19 aliyafunga vipi? 5 aliyafunga kwa gula kulia, 9 aliyafunga kwa gula kushoto, 5 aliyafunga kwa kichwa, kuonyesha yuko vizuri juu, yupo vizuri chini. Kama kiwango chake hicho anakihamishia Yanga, maana yake upo uwezekano Yanga wakafanya vizuri zaidi katika mechi zao mbalimbali kupitia kwake. Alimradi tu ahamishie hicho kiwango, maana katika kufumania nyavu sio shida zake. Lakini kuwapo kwake, kutumika kwa kiasi hiki kikubwa cha fedha kwa ajili ya yeye mmoja, kama vyanzo vya uhakika vinavyoeleza itakuwa ndivyo, basi bila shaka ni ushahidi wa kutosha kwamba Yanga imedhamiria haswa kuleta furaha kwa mashabiki wake, kwa Watanzania katika michuano ya kimataifa, kwa sababu wanatambua msimu uliomalizika wa Ligi ya Mabingwa barani Afrika, Yanga kwa mara nyingine tena ilimaliza nafasi ya 3 ikiishia hatua ya makundi, ikifunga mabao 5 katika mechi 6, ikamaliza na pointi 8. Matokeo ambayo yalikuwa hata katika msimu ulio wa nyuma yake ambao ni 2024-25, Yanga mechi 6 iliishia kufunga mabao 5, ikamaliza nafasi ya 3 ikiwa na pointi 8. Sasa ili kuchomoka katika eneo hilo, ili walau kwenda hatua ya mtoano, robo finali, nusu finali, finali na pengine ubingwa kama anavyosema kocha Mangoba Mngiti kwamba lengo lake ni kuona siku moja Yanga ikitoa ubingwa Ligi ya Mabingwa barani Afrika, basi kusajiliwa kwa kiasi kikubwa cha fedha kwa huyu Sheikh Ibrahima Toure kwaweza ukawa ni sababu mojawapo au ishara mojawapo kwamba Yanga sasa haitaki tena kuishia hatua ya makundi, bali iende mbali zaidi. Msisitizo, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, taarifa hizi sio rasmi, hazijatolewa na Yanga, hazijatolewa na mamlaka yoyote, ni kutoka kwa vyanzo vya kuaminika. Hili ni vizuri kuliweka wazi. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.